بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح: مسألة: إذا أعسر المريض أو الشيخ الكبير عن الإطعام ماذا يفعلان؟ Akishindwa mgonjwa au huyo mtu mzima akishindwa kutoa chakula, watafanya nini hawa ambao wameruhusiwa kufungua? Mgonjwa na huyo mtu mzima wameruhusiwa kutoa fidia ya chakula bila kufunga. Kama hawana uwezo wa kutoa chakula hicho, watafanya nini? يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد السادس صفحة 40 بعد 300: إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فإنها تسقط عنهما الكفارة. Akishindwa mgonjwa ambaye hatarajii kupona au akishindwa mtu mzima kutoa chakula, kafara hilo linawaangukia. Liannahu la wajiba ma'al ajzi, sababu hakuna wajib pamoja na kushindwa kutekeleza wajibu huo. Wal-it'amu huna laysa lahu badal, na hii kutoa chakula haina badali nyingine. Kwa kama hawana uwezo wa kutoa hiyo fidia ya kumpa maskini kila siku walioacha katika saumu kilo moja takriban, itakuwa wajibu huo pia utawaangukia. Itakuwa hawezi kulipa na hawezi kutoa chakula, wajibu wa kutoa chakula pia utawaangukia, wanasamehewa ikiwa hawana kweli uwezo huo. فائدة من الإمام ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 176 قال رحمه الله: ويجوز دفع الكفارة عن جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر أو آخره. inajuzu kutoa kafara hilo la chakula kwa mwezi wote wa Ramadhani mara moja. Yajuzu kutoa mara moja tu chakula cha mwezi mzima kwa hao ambao wameruhusiwa kufungua, kama huyo mtu mzima mzee hana uwezo wa kufunga, au mgonjwa ambaye maradhi hayatarajii kupona. Yajuzu fidia ile, kafara lile atoe kwa mara moja kwa mwezi mzima, fi awali shahri, mwanzo wa mwezi wa Ramadhani, au akhirihi, au mwisho wake, au athnaihi, au katikati ya mwezi, lifaqirin wahidin au akthara, ampe fakiri mmoja au zaidi ya mmoja. Yote haya yanajuzu kutoa kwa mara moja. Kwa mfano kilo 30 za mwezi mzima wa Ramadhani, kutoa mwanzo wa mwezi wa Ramadhani au katikati yake au mwisho wa Ramadhani, yote haya yanajuzu. Mas'ala: idha tayassara lilmu'siri al-it'amu ba'da waqtin min 'usrihi hal talzamuhu al-kaffara? Mas'ala mingine: ikisahilika kwa yule asiye na uwezo kutoa chakula, ilikuwa hana uwezo halafu akapata uwezo wa kutoa chakula baada ya wakati wa kwamba hana uwezo. Ilikuwa hana uwezo halafu akapata uwezo wa kutoa chakula, je, inamlazimu lile kafara la kutoa chakula? الشافعية في الأصح والحنابلة في المشهور أنها تلزمه متى أيسر, ni kwamba litamlazimu kafara hilo popote atapokuwa na uwezo. Akipata uwezo lazima atoe kafara hilo na fidia hiyo ya chakula. قوله: القسم الثالث عليهم القضاء والكفارة معا. katika wale ambao ni ashabul a'dhar, tumesoma sehemu ya 3, ni wale ambao wanakulipa na kafara pamoja, ni lazima walipe saum pamoja na kulipa kafara hili la chakula. wa humul hamilu idha khafat ala janiniha wa lam takhaf ala nafsiha, mwenye mimba akimwogopea yule mtoto aliye tumboni na asiogopee nafsi yake, huyu
baada ya kuzaa ni lazima alipe saumu na atoe kafara, fidia ile ya kuacha kufunga. Athani wa pili, almurdi'u idha khafat ala radhi'iha, mwenye kunyonyesha pia akimwogopea yule mtoto anayemnyonyesha kwamba hatapata maziwa akala katika mwezi wa Ramadhani, walam takhaf ala nafsiha, na asiogopee nafsi yake, hawa lazima walipe na watoe kafara lile la kutoa chakula. يقول الشارح: وهذه المسألة نقل الإمام النووي رحمه الله عن ابن المنذر فيها 4 أقوال. أمنكوا الإمام النووي رحمه الله قول إنه كما في المجموع المجلد 7 صفحة 444 حيث قال: وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا، wakifungua kwa ajili ya kumwogopea mtoto watafungua na watalipa saumu. Wasahihu wujubul fidya, akasema na kauli sahih ni wajibu wa fidya, walipe fidya hiyo, walipe saumu na pia walipe fidya. Qala ibn al-Mundhir: walil ulamai fi dhalika 4 madhahib, maulama katika masala hayo wana madhehebu manne. قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، watakula watafungua mchana wa Ramadhani na watatoa chakula fidia hiyo ya kufungua, wala qadhaa alaihima, wala hapana kulipa saumu kwao. Hii ni kuwahafifishia hao wawili, mwenye mimba na yule mwenye kunyonyesha. Hii ni kauli ya Ibn Umar na Ibn Abbas na Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhum: yuftirani wa yut'imani wala qadhaa alayhima. Na kauli hii pia mkona nayo Sheikh Al-Albani rahimahullah. وقال عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيع والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان ولا فدية. hawa wanasema watafungua hao wawili na watalipa saum na bila kutoa fidia. Hawana kutoa fidia hiyo ya kila siku kumpa maskini kilo moja ya chakula. Kalmaridhi, wanasema kama mgonjwa. وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان. الإمام الشافعي na الإمام أحمد wanasema hao wawili watafungua na watakuja kulipa saum na pia watoe fidia hiyo ya chakula. waruya dhalika an Mujahid, pia imepokewa hilo kwa Mujahid. وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية. الإمام مالك anasema mwenye mimba atafungua na atalipa saum na hatatoa fidia. والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. الإمام مالك yeye anatofautisha baina ya hamil na murdhi, mwenye mimba na mwenye kunyonyesha. Mwenye mimba anasema atafungua na atakuja kulipa saum na bila kutoa fidia, hatatoa fidia hiyo ya chakula. Na mwenye kunyonyesha atafungua na atalipa watufdi, na atapipia atatoa fidia hiyo ya chakula. Qala ibn al-Mundhir: wa biqawli Ata'in aqul, kutokana na kauli hii ya Ata, ibn al-Mundhir anasema ai huwa yaqulu bilqawli thani. Ibn al-Mundhir yeye anasema ile kauli ya pili, wa huwa annahuma yuftirani wa yaqdiyani wala fidyata alayhima, watafungua na watalipa saum na hawana fidia. wa huwa qawlu al-lajna ad-daima wa tarjihu Sheikh Ibn Uthaymeen wa haka nassa kalamihima. Hiyo pia ni kauli ya lajna ad-daima, maulama wale wa mamlaka, na pia ni Sheikh Ibn Uthaymeen ameitilia nguvu chukua nasi ya maneno yao. سئلت اللجنة الدائمة كما في فتاوى اللجنة الدائمة 10 مجلد 10 صفحة 120 فتوى رقم 1453. نص السؤال هو وليولizwa hivyo hao اللجنة الدائمة: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما, mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wakiogopea nafsi zao, au ala alwalad,
au akimwogopea mtoto fi shahr Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, wa aftarata, na wakafungua, madha alayhima, nini linalopasa kwao? Hal tuftiru wa tut'imu wa taqdi, je atafungua na atatoa chakula na kulipa saum, au tuftiru wa taqdi wala tut'imu, au atafungua na kulipa saum na bila kutoa chakula, au tuftiru wa tut'imu wala taqdi, au atafungua na kutoa chakula na hatalipa saum. Masawabu min hadhihi thalatha, waliulizwa nini lililo sawa katika haya mambo matatu. Jawabu likawa in khafatil hamilu ala nafsiha au janiniha min sawmi Ramadhan aftarat wa alaiha alqada'u faqat, mwenye mimba akiogopea nafsi yake au akimwogopea mtoto wake aliyetumboni kufunga Ramadhani, atafungua na ni lazima ajalipe peke yake, aliyalipe ile saum peke yake. Sha'nuha fi dhalik sha'nul maridhi alladhi la yaqwa ala as-sawm, asema hali yake huyo ni hali ya mgonjwa, ni kama hali ya mgonjwa ambaye hana nguvu za kufunga, au yukhsha minhu ala nafsihi madhara, au huogopewa kwa nafsi yake madhara ya kufunga akifunga. Qala ta'ala waman kana maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra, ambaye ni mgonjwa au yuko safarini basi afungue halafu aje alipe siku nyingine. Wakadha almurdhi, vile vile mwenye kunyonyesha, in khafat ala nafsiha, akiogopea nafsi yake, in ardha'at waladaha, akimnyonyesha mtoto wake fi Ramadhan, au khafat ala waladiha in samat wa lam turdhi'uhu, au akimwogopea mtoto wake akifunga na asimnyonyeshe mtoto, aftarat, atafungua huyo mwenye kunyonyesha, wa alaiha alqada'u faqat, na ni lazima aje alipe peke yake. Hii ndiyo fatwa ya al-lajna ad-daima, jawabu la swali hilo. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع المجلد السابع صفحة 349 حيث ذكر الأقوال في المسألة، alipotaja kauli nyingi katika masala hayo. Thumma qala alqawlu الرابع يلزمها القضاء فقط دون الإطعام, itamlazimu mwanamke huyo kulipa saum peke yake bila kutoa chakula. Wa hadha alqawlu arjahu alaqwali indi, asema Sheikh Ibn Uthaymeen, hii ndiyo kauli yenye nguvu kwangu kuliko kauli nyingine. Lianna ghayata ma yakunu annahuma kalmarid, mwisho anavyokuwa ni kwamba wao wawili, hamil, alhamil na almurdhi, ni kama mgonjwa, walmusafir, na ni kama msafiri. Fayalzamuhuma alqada'u faqat, itawalazimu kulipa saumu peke yake bila kutoa fidia ya chakula. Wa hadha alqawlu huwa alaqrab wallahu a'lam, asema kauli hii ndiyo iliyo karibu zaidi na usawa, na Allah ndiye anayejua zaidi. Waqad afadana sheikhuna Uthman as-Salimi anna hadha qawlu ash-sheikh au hadha qawlu ash-sheikh Muqbil, anna hadha qawlu ash-sheikh Muqbil rahimahullah. Hii pia ni kauli ya Sheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, kwamba itawalazimu kulipa peke yake bila kutoa chakula. Wallahu a'lam.